kama zawadi ya kutuosha madhambi yetu. Na yatakana mimi na wewe pia tusimame tujioshe madhambi katika mwezi kama huu. Na tujibadilishe pia, tubadilike tuwe watu wazuri. Tubadilike kila kitu, tubadilike katika Ramadhani. Akhlaqi zibadilike, katika ibada pia tuongezeke. Muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye kwamba kila siku anafanya ibada nyingi kuliko ile iliyopita. Man istawa yaumahu fahuwa maghbun, yule ambaye kwamba siku zake mbili zimefanana, basi huyu ni mwenye kupata hasara. Almu'min, mu'min ni yupi? Ni yule ambaye kwamba kila siku anazidisha ibada, kila siku anazidisha khairi. Siku yake ya leo ni bora kuliko siku yake ya jana, siku yake ya kesho ni bora kuliko siku yake ya leo. Wa kum min al-imani fi mazidin wa fi safa'il qalbi dha tajdidi. Uwe siku zote, wa kun, uwe ni mwenye kuzidi imani kila siku. Wa fi safa'il qalbi, na katika kusafisha moyo, dha tajdidin, uwe ni mwenye kufanya tajdid, uwe mtu mpya kila siku. Na katika mwezi wa Ramadhani tuzidishe khairi, tuzidishe ibada, tuzidishe kufanya mazuri. Na unwani ya khutba yetu ya leo ni talabul maghfira, kutafuta msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambaye kwamba wakifanya fahisha, wakifanya machafu. Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao, dhakaru Allaha wastaghfaru lidhunubihim, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, msamaha wake ni mkubwa, na wakaomba msamaha. Hawa ndio watu wazuri, hawa ndio watu wanaotakikaniwa na Mwenyezi Mungu. Wale ambaye kwamba wakiteleza na wakafanya madhambi, wanajiona kwamba wao wamefanya makosa, na wanarudi haraka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun, wale wacha Mungu wenye imani ni wale ambaye kwamba idha massahum ta'ifun minash shaitan, wakipitiwa na shetani wakafanya mukhalafa ya amrullah subhana, wakafanya makosa, wanaona makosa yao haraka na kurudi nyuma. Hawa ndio wacha Mungu, fa idahum mubsirun. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala atutaka sisi tuwe ni wenye kurudi kwake pale tunapojiona tumekosea. Na ni nani asiyokosea katika sisi? Binadamu ni kama tulivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila ibn adam mwenye sifa ya ubinadamu, sote ni wanadamu. Khata'un ni mwenye makosa mengi, kila mtu ana makosa mengi. Twafanya mangapi ndani ya dakika moja tu? Sikwambii siku mzima. Ndani ya dakika moja mwanadamu anafanya madhambi makubwa kiasi gani? Lakini pamoja na yote, pale unapojiona umekosea, rudi haraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na muda wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu ni huu sasa. Katika Ramadhani milango yote iko wazi ya kabuli. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, watu watatu dua zao hazirudishwi. Watu wangapi? Watu watatu. Wakiomba dua, wakainua mikono, Mwenyezi Mungu harudishi dua zao, hawarudishi patupu. Wa kwanza ni yupi? Duaul musafir, dua ya msafiri ni makbul. Wa pili
Dua usaim, dua ya mwenye kufunga. Mchana mzima umefunga kwa ajili ya Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aona haya mja wake akiinua mikono kusema ya Rabbi, Mwenyezi Mungu kurudisha patupu ile mikono. Mungu aona haya. Mungu anakuambia niombe mimi niko tayari nikupatie. Ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitawajibu. Walladhina idha fa'alu fahishatan, wale ambaye kwamba wakifanya fahisha, machafu. Na nikisema machafu sio kufanya zinaa peke yake. Kila dhambi unaofanya tunaita machafu. Kusengenya, kusema urongo, kufanya fitna, haya mambo ambayo tumekatazwa. Na katika mwezi wa Ramadhani yatakana tujiangalie sana. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, usipochunga ulimi wako ikiwa umefunga, basi wewe ni kama umejiweka na njaa bure, huna thawabu yoyote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun min an yada'a sharabahu wa ta'amahu. Yoyote ambaye kwamba kama amefunga haachi maneno machafu, anatukana, anateta na watu barabarani, yeye ni vita tu, ni hasira, yeye ni balaa tu, amefunga lakini yeye hawezi kujizuia na maneno, ulimi wake pia hachungi. Man lam yada' qawla az-zur, yule ambaye kwamba haachi maneno ya uzushi, ya urongo, falaysa lillahi hajatu, Mwenyezi Mungu hana haja na funga yake. Min ayyada sharabahu, kuacha kinywaji chake, wa ta'amahu, na chakula chake. Kama umefunga yatakana ufunge viungo vyako vyote visifanye madhambi, visifanye haramu. Kufunga manake ni kufunga kila kitu. Ufunge macho yako yasiangalie haramu, usione haramu, punguza simu, punguza mambo ya TikTok, kuangalia chupu za watu katika simu. Chunga ulimi wako usiseme urongo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anatuambia kwamba kuna mambo matano yanamharibia mtu saumu yake. Jambo la kwanza ni nini? Kusema urongo, kusengenya, kutia fitna yani namima, kubusu mwanamke ndani ya mwezi wa mchana wa Ramadhani, kumbusu mwanamke, kuangalia kwa shahwa. Na vile vile watu watakana wajiepushe na ushahidi wa urongo kama wamefunga, hata kama hujafunga siku za kawaida. Mtume atuambia sallallahu alaihi wasallam katika madhambi makubwa zaidi ni qawlu zur, ama shahadatu zur, ushahidi wa urongo. Ushahidi wa urongo ni nini? Mimi na huyu bwana tuna kesi, labda kwenye ploti, labda jambo lolote lile, mimi niko na haki, lakini wewe ukaenda ukawakodisha watu wengine, ukawapa mapesa, ukawaambia twendeni kule mahakamani munitolee ushahidi ili mimi nipate hii ardhi, mimi nipate hii ploti. Na ni watu wangapi ambao kama wanakula pesa ya haramu kiasi hicho kwa ajili ya pesa, waenda kupata madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wanashika na mushaf, wanaapa, wallahi billahi tallahi, mimi nahakikisha kwamba hii ardhi ni ya mtu fulani, nilikuwa shahidi wakati alikuwa akiuziwa na fulani, kumbe ardhi ni mtu mwingine. Umeona ushahidi wa urongo siku hizi umezidi. Tutamjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu atatuuliza siku ya Kiyama, kwa nini umetoa ushahidi wa urongo kwa ajili ya kitu kidogo? Hili ni jambo la ambalo kwamba latakaniwa sisi turudi nyuma, tuombe msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia wale ambaye kwamba wakifanya madhambi watamkumbuka Mungu na wafanya istighfar na warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola atuambia ulaika jazaohum, ulaika hawa malipo yao, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim,
malipo yao ni kupata msamaha mkubwa kutoka kwa Mola wao. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na malipo yao ni kupata jannati, pepo ambayo kwamba hupita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kuwa ni wenye kukaa milele ndani yake. Wa ni'ma ajrul amilin. Kwa hivyo aya hii ni yatuambia kwamba sisi turudi kwa Mwenyezi Mungu kila wakati, na milango ya Mwenyezi Mungu iko wazi, milango ya tauba. Dha waqtu taubatika ya al-asi idha batatub, wakati wa Ramadhan. Tena katika 10 hili la maghfira, ayuha al-ikhwan, ayuha al-mu'minun, katika 10 hili la maghfira ndio wakati ambao kama itakana tuombe msamaha kwa wingi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremsha msamaha wake mkubwa katika 10 hili la maghfira. Katika sura nyingine au katika aya nyingine, Mola Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kuhusu msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Wasari'u, kimbilieni kutafuta msamaha kutoka kwa Mola. Anayetuambia hivyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kana kwamba Mwenyezi Mungu anatubembeleza, wanaokosea ni sisi, lakini Mungu atubembeleza sisi twende kwake. Wasari'u, kimbilieni kwenye msamaha wa Mola ambao ni mkubwa. Na mkimbilie katika kutafuta pepo ya Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ardhuha, upana wake, as-samawati wal ard, upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo wameandaliwa wale wacha Mungu. Mcha Mungu ni nani? Mcha Mungu ni kila anayetekeleza amri ya Mola na akajiepusha na makatazo yake, huyu tunamuita mcha Mungu. Hiyo pepo ambaye kwamba upana wake ni kama mbingu na ardhi, wameandaliwa wacha Mungu. Na Mwenyezi Mungu ametuletea mwezi wa Ramadhani, lengo kubwa ni sisi tuwe wacha Mungu, sote tuwe wacha Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la kufunga si kuswali tarawihi na tahajjudi ukaenda zako. Lengo, Ramadhani imekuongeza nini katika uchamungu? Je, wewe umepata uchamungu baada ya Ramadhani? Je, wewe umetengenea kiakhlaqi, kitabia, umekuwa mtu mzuri? Hiyo ndio lengo la Ramadhani. Ama wewe uko pale pale, kama hujabadilika katika mwezi wa Ramadhani, huja kuwa mcha Mungu, hujabadilika kitabia, wewe ni yule mtu wa hasira nyingi, wewe ni yule mtu wa kuteta na watu kila siku, hata Ramadhani pia hujabadilika, basi wewe huna chochote mbele ya Mwenyezi, huna lolote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba utaipata kesho kiyama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Tuje tumsome Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye anasema ana akhshakum lillah au ana atqakum lillah, mimi ndio mcha Mungu wenu zaidi. Hakuna mja aliyepamba na ucha Mungu zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtangazia kuwa amemsamehe madhambi yake yaliyotangulia na atakaokuja, asingekuwa na haja ya kujisumbua katika masala ya kutafuta msamaha wa Mungu. Lakini tumumsome Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba msamaha mara ngapi kwa siku, na alikuwa akifanya ibada kubwa kiasi gani, pamoja na kwamba Mtume ni msafi, hana madoa, hana kuteleza, ni al-insanul kamil, ni mwanadamu aliyekamilika, aliyekamilishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukisikia mwanadamu aliokamilika, basi ni nani?
ni Muhammad ibn Abdullah, huyu amekamilika, asingekuwa na haja ya kuswali sana usiku, asingekuwa na haja ya kulia usiku. Lakini njoo tumsome Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inni astaghfirullah fil yawmi wal laylati akthara min 100 marra, hakika mimi astaghfirullah, namuomba msamaha Mola, fil yawmi wal layla, katika mchana na usiku, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70, na katika riwaya nyingine zaidi ya mara 100. Na masahaba wanasema, kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi majlisin wahidin min rabbi ighfirli warhamni wa tub alayhi. Masahaba wanasema ilikuwa tukumhisabia mtumi katika majlisi mamoja neno hili, rabbi ighfirli warhamni wa tub alayhi, rabbi ighfirli warhamni wa tub alayhi, ewe Mola nisamehe mimi na unihurumie na unikubalie toba yangu. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayhi. Katika majlisi moja mtume anasikiwa akisema neno hili la kuomba msamaha mara ngapi? Mara 100. Ikiwa mtume ni mtakatifu, hana madhambi, hana makosa, anaomba msamaha katika majlisi moja mara 100, mimi na wewe? Muumini wa kisawasawa ni yule ambaye kwamba anaona makosa yake ni kama jabali litakumwangukia. Ibn Mas'ud anasema mu'min vile anavyoogopa madhambi ni kama mtu ambaye kwamba qa'idun tahta jabal, ameketi chini ya jabali, anaona ile jabali inamwangukia, yani akona tahadhari nayo, yani kila wakati yani anatahadhar ili ile jabali simwangukie. Muislamu ni hivyo pia, anaogopa madhambi yake, hataki kulala na madhambi, anaomba msamaha saa zote, usiku na mchana. Ama munafiki ni yule ambaye kwamba anaona madhambi yake ni kama nzi amekuja kukaa katika mwili wake akafanya hivi tu, anaona jambo rahisi sana, yeye anafanya dhambi na haoni kama jambo zito kwake. Tuje tumuulize as-Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Sayyida Aisha siku moja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani, ya Rasulullah, mimi nikiafikiwa au nikijaliwa nikapata Lailatul Qadri, niombe dua gani? Mtume akamwambia, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii dua ambayo tutasoma kama uradi kila siku ni dua ambayo kwamba Mtume alimfundisha nani? Alimfundisha Aisha. Ukipata Lailatul Qadr na ukahisi usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadr, na Lailatul Qadr kuna alama zake zajulikana nazo kama ulama walivyotaja katika vitabu vao. Lailatul Qadr yajulikana kwa alama fulani, tutakuja kueleza, sio wakati wake sahihi. Lakini wewe ni kama useme kila siku Lailatul Qadr kwako na uombe dua hii kama Sayyida Aisha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tafsiri yake, ewe Mola, hakika wewe ni msamehevu na unapenda msamaha, naomba ya Rabbi unisamehe. Hasatan ikiwa wasali sunna na ukaenda kusujudu uko kwenye sijida, omba dua hii katika sijida, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Na neno hili yatakana tulikithirishe, yani tuliseme kwa wingi katika mwezi huu wa Ramadhani, iwe usiku iwe mchana, kwa sababu ni dua ambayo kwamba imetoka katika kanwa tukufu la Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na dua kutoka kwa mtume ni bora kuliko dua yako mwenyewe uliozusha.
Ad-du'a al-warid min rasulillah, dua ambayo kwamba imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko ile dua yako. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Na huyo aliyofundisha dua hii wajua ni nani? Aisha Siddiqiyya bintu Siddiq. Yeye anaitwa Aisha Siddiqiyya, daraja alofika ni Siddiqiyya. Na babake ni Abu Bakar Siddiq, amebashiriwa pepo tayari. Lakini haitoshi kwamba mtu amebashiriwa pepo. Hata kama umeambiwa wewe umebashiriwa pepo, ukifa utaenda peponi, haifai usimame katika ibada, endelea na ibada zako. Amekuja Saidina Abu Bakar kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaomba dua kutoka kwa Mtume alayhi salam. Abu Bakar amekuja kwa Mtume, ya Rasulullah, naomba unifundishe dua yangu mimi ya kumuomba nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfundisha istighfar, kwa sababu istighfara ndio kila kitu. Akamwambia sema, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hii ni dua ambayo kwamba Mtume anamfundisha Sayyid Abu Bakar. Na Sayyidina Abu Bakar ni nani katika Uislamu? Sayyidina Abu Bakar ni afdalu ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyiha. Ni mtu aliyopata makamu bora baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema baada ya anbiya, daraja ya pili ni Abu Bakar Siddiq. Hakuna kiumbe alofikia daraja alofikia Abu Bakar. Na yeye peke yake katika ummati Muhammad ndio anaitwa As-Siddiq. Na jina hili la Siddiq amepewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'an. Ni mtu mdogo huyu, lakini pamoja na yote Mtume anamfundisha istighfar. Hata kama amefika makamu makubwa, lakini bado ni mwanadamu yeye. Nafasi ya kuteleza iko kwake, nafasi ya kufanya makosa iko kwake. Sasa anafundishwa afanye istighfar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ikiwa watu wakubwa wanafundishwa kuomba msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, je, mimi na wewe ambaye kwamba tumejaa madhambi, tumejaa mukhalafa, mimbabi aula. Moja katika sababu ya sisi kupata msamaha wa Mola ni kusali sala ya tarawih. Sala tarawih inaitwa kwa majina mengi. Waweza ukaita salatul qiyam, waweza ukaita salatu tarawih, kwa majina mengi hayo, lakini muhimu ni kusali ile sala ya nini? Sala tarawih. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih anatuambia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote ambaye kwamba atasimama mwezi wa Ramadhan kutekeleza ibada hii ya usiku, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Na sisi twahitaji hayo, huku kusamehewa madhambi yetu yaliyotangulia. Yoyote ambaye kwamba atasimama kusali sala tarawih, na sala tarawih ni sala yoyote ambayo kwamba husaliwa katika mwezi wa Ramadhan. Sala tarawih haipatikani katika mwezi mingine, yapatikana katika mwezi wa Ramadhan peke yake. Baada ya Ramadhani iko sunna, qiyamul layl, tahajjud, witri iko pale pale, lakini tarawih yapatikana kwenye nini? Kwenye Ramadhani peke yake. Na ni vizuri mtu akiswali tarawih asikate katikati, asiwache katikati, kwa sababu imekuja hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, yoyote ambaye kwamba atasimama na imamu wake wakaswali pamoja mpaka wakamaliza ile swala,
ataandikiwa thawabu ya mtu aliyosimama usiku mzima. Lakini sisi swali raka 4 enda zake mtu. Waenda wapi? Cheza kera waenda kuangalia mpira. Siku hizi kuna mpira pia nasikia. Yatakana ukianza tarawih usikate katikati. Ila ukiwa una dharura, una haja, ni mgonjwa labda waenda kupata dawa, lakini ni bora ukisimama usiwache katikati tarawih. Na tarawihi ni vile tunavyoelezewa kila mwaka na mashekhe zetu na katika vitabu vyetu, tarawihi ni sala yutegemea nishati yako uliokuwa nayo. Vile utakavyokuona kuswali ni hivyo hivyo. Lakini Saidina Umar radhiyallahu anhu ametuwekea raka 20. Ile raka 20 ni ijtihad ya Saidina Umar. Amejitahidi yeye na masahaba wengine, wakasema wacha tufanye 20, tupange imamu wa kusalisha watu msikitini kuliko kila moja kusali peke yake. Manake tarawihi ilikuwa iko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini watu kila moja alikuwa akiswali peke yake, watu wawili, watatu, mmoja. Umeona sio? Lakini wakati wa Saidina Umar alipoona watu wako na nishat na himma katika ibada, akaona awakusanye watu mahala pamoja, wanaume waswali msikitini na wanawake pia wakapangiwa imamu wao kuswalisha raka 20. Lakini hata baada ya kusali raka 20 wewe unaweza ukajiongezea, kwa sababu salatul qiyam haina raka maalum. Vile utakavyokusali wewe ndio utaona salafu salih, masahaba wengine wakisali raka 200, wengine 300, kila moja ala hasabi nishatihi, kila moja kwa yani kulingana na nishati yake na himma yake na imani yake. Lakini hii 20 yenyewe yatushinda sisi. Hebu swali hii 20 kabla hujaenda mbali. Anaiweza hii 20 ndio taendelea na mengine. Kwanza tuswali 20 kwanza. Na wale wanaoswali chini ya 20 pia hawalaumiwi. Ukiona mtu ameswali raka 11 usimlaumu pia, kwa sababu hii ni masala ya sunna tu. Sunna tuko pamoja ndugu zangu. Sunna hata nikiacha kuswali sunna Mwenyezi Mungu haniulizi mimi. Ingawa sunna inaleta mahaba. Ukitaka kupata mahaba ya Mola, Mwenyezi Mungu akupende, basi fanya wingi kuswali sunna. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Mwenyezi Mungu atuambia katika hadithi al-Qudsi, mja wangu akiendelea kufanya sunna basi mimi nitampenda mja wangu kama yule. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha, mpaka mwisho wa hadithi. Yani ukipata mahaba ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakusahilishia mambo yako yote, mambo yako yanakuwa mepesi. Sasa tusidharau mambo ya sunna. Moja katika sababu ya kusamehewa madhambi ni kufuturishana. Kule kumfuturisha mwenzako japo kwa tende moja, japo kwa tamala maji, hii ni moja ya kupata maghfira ya Mwenyezi Mungu. Hii maghfira haipatikani kwa kulala wala kwa kucheza wala kwa kufanya mambo ya upuzi. Maghfira hupatikana kwa ile amali unaofanya wewe. Tuko pamoja ndugu zangu? Maghfira hutegemea na ile ibada yako unaofanya. Moja katika sababu ya maghfira ni kule kumfuturisha mtu. Mtume anatuambia katika hadithi ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, man fattara fihi sa'iman kana maghfirata dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Yoyote ambaye kwamba atamfuturisha mwenzake, Muislamu mwenzake, kana maghfirata dhunubihi, hiyo ni sababu ya kusamehewa makosa yake na madhambi yake. Si tunahitaji kusamehewa madhambi ndugu zangu? Sasa moja katika sababu ni hii. Kama ulikuwa hujaanza kufuturisha watu kuanzia Ramadhani mwanzo wa Ramadhani mpaka leo, basi hebu jaribu leo na kesho na kuendelea mpaka mwisho wa Ramadhani. Utafute huu msamaha wa Mungu.
Jamaa tuko pamoja sio? Ukiambiwa hii jambo ni sababu ya kusamehe